Ni kana kwamba sasa bara la Afrika linaingia kwenye ukoloni rasmi, ukoloni ambao nafikiri ni ukoloni mbaya ambao tutaushuhudia katika karne hii ya 21 katika kizazi hiki, na kadri ambavyo muda unakwenda. Nilikuwa napitia taarifa mbalimbali na kila kukicha nikisikiliza vyombo vya habari vina ripoti kuhusiana na matukio ambayo yanaonyesha moja kwa moja kwamba Afrika sasa inaingia kwenye ukoloni mpya. Tuanze na hivi karibuni, tutadurusu matukio kadhaa. Unaweza kuniazima dakika zako 5 tuweze kuzungumza na tujadili kama Waafrika kwa namna gani tunaweza kujikomboa kwenye janga kama hili na wakati kama huu, ambapo ni wakati ambao wana majumuiya wa Afrika, wana wa Afrika, wasomi kutoka bara la Afrika, watu wote wa Afrika tunapaswa kukemea hasa viongozi ambao wanatuingiza kwenye mkondo huu, lakini vile vile sisi wenyewe kujikomboa kifikra na kuamini kwamba bara letu linapaswa kusimamiwa na sisi na si watu wengine. Hivi karibuni kulikuwa na taarifa ya Marekani kusuluhisha mzozo wa mashariki mwa DRC ambapo ulifanyika pale Washington, na rais wa Rwanda Paul Kagame na rais wa Kongo Felix Tshisekedi walikaa pale Washington wakakubaliana kwamba watakwenda kusababisha uwepo wa amani katika ukanda ule wa mashariki mwa DRC. Tulilizungumza hili kwa muda mrefu kwamba ni jambo baya, ni jambo ambalo halina tija, ni kana kwamba wanabadilisha suti ama ni cover tu lingine, lakini kitabu ni kile kile. Kurasa ndizo tofauti tu, lakini kitabu ni kile kile, kwa sababu kwa muda mrefu sasa utaona kwamba sasa makubaliano yale kati ya DRC na Rwanda yaliyosimamiwa na Donald Trump pale Washington, mimi niliita ni makubaliano mabaya kuwahi kutokea, kwa sababu kwanza hakukidhi vigezo vya makubaliano, kwa sababu ili makubaliano yakidhi hivyo vigezo ni lazima yahusishe pande zote ambazo zinahusika. Sasa makubaliano yale hayakumhusisha M23 na makundi mengine ambayo ni zaidi ya 100 ambayo yanapigana ama yanashika silaha ukanda ule wa mashariki mwa DRC. Hili likawa ni doa kubwa ambalo limewekwa kwenye yale makubaliano, na utaona tu kwamba baada ya yale makubaliano kusainiwa, ambapo yalisainiwa pale Washington, siku iliyofuata makubaliano ama mapigano yaliendelea kama kawaida. Kwa hiyo hii ilikuwa ni mbaya zaidi, kwa sababu ukiangalia utaona kwamba kwa namna gani Rwanda anahusika na kwa namna gani DRC anahusika, alafu unaweza kukwepa M23 kwenye yale makubaliano. Inaonekana kwamba mgogoro ule una mizizi mirefu ambayo kwa hakika na hizi nchi za magharibi zimekuwa zikihusika moja kwa moja kusababisha mgogoro huu kuzidi kukua. Kwa hiyo hili linaweza kuwa doa kubwa, na hakika limekuwa doa, na mimi nilisema kwamba ni makubaliano ambayo yatadumu kwa muda mfupi zaidi, na ni makubaliano mabaya kwa sababu hayakuzingatia hivyo vigezo. Kwa hiyo inaonekana kana kwamba Marekani sasa anatafuta sura mpya barani Afrika, kwa sababu inavyoonekana na inavyojulikana ni kwamba bara la Amerika, bara la Ulaya ama mataifa haya ya kimagharibi bila bara la Afrika yatafeli kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile lazima watafute namna kuwagombanisha wa Afrika ama kuona kwamba wao ni marafiki kwa sisi wa Afrika ili kuendelea kunufaika na rasilimali zetu. Ndicho ambacho kimefanyika kwa Trump, kwa sababu yeye amekuwa akijiita kwamba ni mtu wa dili, na hakika ile ni dili ambayo limefanikiwa kumuondoa Mfaransa, kumuondoa Mbelgiji, na yeye kuweka mizizi pale na kufaidika hasa madini yale ambayo yamekuwa yakitumika kwenye vifaa hivi vya kielektroniki. Kwa hiyo hii inaonesha kwamba ni utawala mpya wa kikoloni barani Afrika, pale ambapo DRC, pale ambapo Rwanda ilikubali kutia saini na kwenda kumweka Donald Trump kama msimamizi, ilikuwa ni kujitumbukiza kwenye shimo la choo wenyewe, ambapo kutoka itakuwa ni tabu kwa zaidi ya miaka mingi, kwa sababu makubaliano yale yana vipengele vingi ambavyo vingine hatukuvijua, lakini inavyojulikana ni kwamba Marekani atakuwa na manufaa ya moja kwa moja kwenye mzozo ule. Lakini hivi karibuni tumeona kwamba
Nigeria, tunafahamu kwamba hasa ukanda ule wa kaskazini mwa Nigeria umekuwa ukikumbwa na tishio la ugaidi. Donald Trump ametishia kwamba atakwenda kuvamia Nigeria kwa sababu imeshindwa kuwalinda Wakristo. Hili linapaswa kuwekwa akilini kwa sababu anakuja kwa sura ya kusema kwamba anakuja kuwatetea Wakristo. Tunafahamu kule Afrika Kusini Donald Trump alisema kwamba Waafrika hana uhusiano mzuri na Afrika Kusini kwa sababu Waafrika walio wachache, wazungu wa Afrikana wananyanyaswa ama wanabaguliwa, ndio maana hana uhusiano mzuri na serikali ya South Africa. Kwa hiyo inavyoonekana sababu hii aliyoitoa kwa South Africa kusema kwamba hata atavunja uhusiano wa moja kwa moja na Afrika Kusini kwa sababu serikali ya Afrika Kusini imeshindwa kuwalinda wazungu weupe ambao wanaishi kule. Vile vile sababu hiyo ndio inayotumika sasa hivi kwa Nigeria, kwamba Nigeria imeshindwa kuwalinda Wakristo. Mimi siamini kwamba kuna swala la udini kwenye swala la ugaidi, licha kwamba makundi hayo ya kigaidi yanaweza kutumia itikadi za dini fulani ili kujivika hiyo mwavuli kwamba wanatetea dini fulani, lakini hapa hakuna sababu ya kusema kwamba anakuja kuwatetea Wakristo kwa sababu serikali ya Nigeria imeshindwa kuwatetea, bali huu ni ukoloni mpya ambao unakuja kwa sura nyingine, kwamba anakuja kuwatetea Wakristo. Akishakuja kupigana vita, akimaliza hayo makundi, nini kitatokea? Hilo ni swala ambalo kwa hakika tutalizungumza kwa kina, ambalo linatia doa uhuru wa bara la Afrika kwa kipindi hiki ambacho inaonekana kwamba kuna ukoloni mpya ambao unaingia. Lakini utaona kwamba sasa hivi kuna taarifa kwamba taifa la Israel limeitambua Somaliland kuwa taifa huru kwa zaidi ya miaka 30. Hii inaonyesha wazi kwa sababu tunafahamu kwamba maslahi ya Israel ndio maslahi ya Marekani. Kwa hapa kuna kitu ambacho kinatengenezwa, na bila shaka baadaye tutakuja kukizungumza kwa kina kwa namna gani ukanda ule wa pembe Afrika utaingia katika mgogoro mzito ambao kwa hakika zishavurugwa. Somalia hakuna usalama tena, Sudan hakuna usalama tena, Jamhuri ya Afrika ya Kati usalama nao ni kwa kiwango kidogo vile vile. Kwa hiyo unaona kwamba wanachokifanya hizi nchi za magharibi ni kutugawa na kutuletea ukoloni mpya. Kwa kama Waafrika sasa hivi tunapaswa kuwa macho kuliko wakati mwingine, kwa sababu ukoloni unaokuja ni hatari zaidi kuliko ukoloni ambao ulitokea enzi hizo za miaka hiyo ya 1800 hadi miaka 1960.